FC Barcelona dhidi ya Athletic Club Bilbao ni moja kati ya mchezo kwa jinsi ambavyo Barcelona wanacheza dhidi ya Athletic Club kwa hivi karibuni, unaweza ukaona ni ushindi mweupe kwa FC Barcelona. Hajaruhusu goli kwenye game 3 za mwisho, kashinda na clean sheet. Lakini msimu huu FC Barcelona toka apoteze na Chelsea, hajapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa, anashinda kivyovyote vile. Super Cup sio ligi. Super Cup ni mbio fupi. So sprint. Ndio maana unaonaga kuna sijui vitimu vya National League huku mara kamshikilia Chelsea kwenye EFL, kwa sababu wanajua nikikomaa hapa, mimi nikikaa hapa nikipaki basi langu hapa, game ikiisha hii labda turudiane baadaye ama tuende kwenye matuta ambayo na yenyewe hayana wenyewe. Washa Convent City kamshikilia Manchester United, vitu kama hivyo. So even though Barcelona wana upper hand kwa sababu wanacheza vizuri sana zaidi ya Athletic Club, you can say kwamba wana asilimia nyingi za kushinda hiyo game kuliko Athletic, lakini mashindano, mechi za vikombe zinakuwa ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa sababu zinakuwa sio nyingi, ni zile sometimes za ukisha gongo inakuwa ni shida. So tusitegemee kwamba inaweza ikawa game rahisi sana kwa Barcelona, lakini inaweza ikawa game rahisi kwa sababu Barca ni Barca mzee, wanacheza vizuri sana, wamekuwa na kila mmoja anacheza vizuri, kila mmoja anayeanza anaingia. Kwa mfano game ya juzi nimeona Dani Olmo ambaye alikuwa majeruhi for almost wiki 4 kaingia, kabadilisha taswira ya mchezo completely, ambayo ni game ambayo ilikuwa ni ngumu kwa Barcelona mpaka half time ilikuwa bila I think. Goli la Olmo mwenyewe dakika 80 unaona. So you have players, Barca wana wachezaji wengi sana ambao wanaweza wakafanya hayo mambo. Kwa hiyo inaweza sio rahisi kwa nature ya game yenyewe, kwamba ni game ya kikombe, kwamba lolote linaweza likatokea, lakini still naweza nikawapa Barcelona wakaondoka na matokeo chanya. Game Time, tuonavyo sisi.